Leo hii watu wanazungumza tukae tuzungumze maridhiano. Jambo zuri sana. Hakuna mtu anayepinga maridhiano, hakuna mtu anapinga mazungumzo. Lakini unazungumza katika muktadha ambao kunakuwa tayari na kuaminiana miongoni mwa pande zote. Unazungumza katika mazingira ambayo kunakuwa na hali shwari ya kisiasa ndani ya nchi. Unazungumza katika mazingira ambayo mawimbi ya bahari yanakuwa yamepungua kupiga. Na namna ya kutengeneza mazingira na muktadha huo wa mazungumzo na maridhiano ya kuangalia mbele kwa mustakabali wa nchi yetu, tunapendekeza ngome ya vijana. Moja, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yani wakili Tundu Antipas Mugwai Lissu aachiwe kwa sababu kesi yake ni ya kisiasa. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini, chama kikubwa. Tunapokwenda kuzungumza, kujadiliana masuala ya mustakabali wa nchi na masuala ya kisiasa, haileti mantiki mwenyekiti wa chama hichi kuendelea kuwepo ndani, wala haifanyi hali ya kisiasa kuwa na utulivu nchini. Ili kusonga mbele, ngome ya vijana tunapendekeza mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu wakili Tundu Antipas Mugwai Lissu aachiwe, sababu kesi yake ni ya kisiasa. 2, uwajibikaji wa waliotokea Oktoba 29, 2025. Na katika hili chama chetu tumeshatoa mapendekezo mengi juu hili. 3, kufuta kesi za kigaidi dhidi ya vijana mbalimbali, viongozi wa vyama na wananchi pamoja na wahadhiri. Leo hii nchini kuna zaidi ya kesi 51 kwa mujibu wa taarifa za watu mbalimbali wamefunguliwa kesi za ugaidi. Sasa sisi ngome ya vijana tukiangalia hili, tunaona halina taswira njema na wala halitoi mazingira ya kwenda mbele. Tunapendekeza kesi hizi zifutwe.